tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku yetu tena ya 5 ambayo Mungu ametupa nafasi tena kuwepo hapa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Tunaendelea na somo letu, lakini wacha niombe kwanza. Siku ya leo ni ya maombi sana, nataka tuombe. Tujitenge toka kwenye matumbo ya wazazi wetu. Tujitenge kabisa historia za wazazi wetu zisiweza kutoka katika jina la Yesu. Na hasa zile historia zilizo mbaya zisiweza kutoka katika jina la Yesu. Kwa tuombe. Baba yetu na Mungu wetu katika mahali pa juu palipoinuliwa. Asante kwa ajili ya siku ya 5 hii. Tunapenda kutafakari neno lako kwa dakika chache na hatimaye kuingia katika maombi. Tunakuomba Mungu pamoja nasi katika jina la Yesu. Usinyamaze katika maisha yetu Bwana. Karibu katikati yetu. Sogea karibu yetu kabisa Bwana. Tunapenda kushughulikia asili ya kuzaliwa kwa habari ya maombi tulionayo, kwa habari ya hatima tulizonazo. Mungu tunakuomba tuwe pamoja nawe. Ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Mungu hai. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Tunaendelea tena siku yetu ya 5. Unaweza kupata daftari lako au kitabu chako cha kuhifadhia mambo haya, ukiandika na kuandika zaidi na baadaye ukapitia, yatakusaidia sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Tulikuwa tunatembea na kutoka siku ya kwanza, nikasema kwamba jua chanzo cha tatizo. Na nikasema wengi chanzo na tatizo yao ni maono aliyobeba siku ya kwanza. Lakini pia tukasogea tukasema na jambo la pili ambalo chanzo la tatizo, watu wengine wanapata kwa tatizo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya asili ya kuzaliwa kwao. Jina la Yesu libarikiwe sana. Asili ya kuzaliwa kwao. Asili ya kuzaliwa kwao. Jana tukaona kwamba kwenye ile kitabu kile cha Ezekieli 16 mstari wa 3 na Ezekieli pia 17 mstari wa 4. Tukaona pia pale kwamba Yerusalemu anaambiwa, yani wana wa Israeli wanaambiwa kwamba mwambie Yerusalemu, Ezekieli anaambiwa mwambie Yerusalemu au mwambie mwanadamu huyu kwamba ajue sababu ya chanzo asili ya kuzaliwa kwake kutokana na Mkanaani, baba yake alikuwa Mhiti na mama yake alikuwa mtu Mkanaani. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini pia tukaona mstari wa 4 anasema kwamba toka siku ulipozaliwa kitumbo chako hakikutenganishwa, yani hakikukatwa wala haukuoshwa kwa maji. Kwenye ile mstari wa 4 pale, hakikuoshwa kwa maji, hakikuoshwa kwa maji. Yani asili ya kuzaliwa kwako imekuwa ni chanzo cha mateso yako. Umemwasi Mungu kwa sababu ya asili ya kuzaliwa kwako. Kuna watu sasa, nasogea kwenye jambo la pili leo, na jambo lingine usisema, kuna watu ambao wao wamejitenga toka tumboni, na sio wao wametaka kujitenga, ni ile asili ya kuzaliwa imewatenga toka tumboni. Lakini kuna wengine Mungu amewatenga kutoka tumboni pia. Kusoma Yeremia 1 anasema ni kuweka juu mataifa ili kung'oa, kuharibu, kubomoa na vitu kadha wa kadha. Jina la Yesu libarikiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwamba Mungu anamtenga Yeremia toka tumboni. Kwamba tunaona mtu anaweza katengwa toka tumboni kwa ajili ya mambo mabaya. Yaani sasa huyu anayetengwa toka tumboni kwa ajili ya mambo mabaya, si kwamba anakuwa anataka kufanya mabaya, lakini wale wabaya ndio anamwandaa kwa ajili ya kazi hiyo. Na ndio maana Yeremia Mungu anamwandaa, anasema nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuita toka tumboni, nimekutakasa wewe wangu. Amina. Yeremia anasema mimi mtoto siwezi kuongea. Anasema wewe nitakutuma kwa kila mtu nitakayekwambia uende. Nimeweka maneno yangu ndani yako. Yaani hata unaponiona hapa mimi, sisemi kama mimi. Mungu anauamurisha mwili wangu au anausurutisha mwili wangu kufanya kazi yake. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwamba kuna watu pia wao wanatengwa kwa ajili ya mambo mabaya toka kuzaliwa kwao. Toka tumboni mtu ametengwa. Leo hii unapambana utende mema, lakini tumboni ulitengwa kwa ajili ya mambo mabaya. Tumboni walikutenga kwa ajili ya uchawi. Tumboni walikuandaa kwa ajili ya ushirikina. Mungu alikuleta kwa ajili ya jambo lingine, wakabadilisha hati walokupokea. Ukiwa tumboni wakaanza kusemesha huyu atalishi uganga, huyu atakuwa mlevi kama babu yake, huyu ndiye atakuwa mpika pombe, huyu ndiye atakuwa mwizi na hivi anasaidia kuuza pombe, wala aje mwanangu anasaidia kuuza pombe. Namna hiyo au anasaidia kufanya kuuza baa, kitu kama hivyo. Leo unahitaji kutenda mema, lakini ufanye yale mema kwa sababu ya asili ya kuzaliwa kwako. Jina la Yesu libarikiwe. Asili ya kuzaliwa kwako imekuwa mtihani, imekuwa changamoto. Asili ya kuzaliwa. Asili ya kuzaliwa. Tazungumzia kwa sababu kuna watu wamejitenga toka tumboni. Zaburi ya 58. Zaburi ya 58. Zaburi ya 58 mstari wake wa 3. Biblia inasema wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Yaani toka kuzaliwa kwao. Anasema wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao.
tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Tangu tumboni wamejitenga wakisema uongo. Tangu kuzaliwa, toka tumboni wamejitenga wanasema uongo. Kama mtu anaweza akasema uongo tangu tumboni, ameusemaje uongo toka tumboni? Mama alikuwa anasema uongo, na mtoto anaanza kuwa muongo toka tumboni kwa mama yake. Ndio maana anambia mama ukiwa mjamzito, epuka sana kufanya mambo ya uasi. Epuka sana kufanya mambo ya ajabu ajabu. Chochote unachokifanya wakati uko, hata kama una ujauzito bado, hata baba pia, chochote unachokifanya leo, hata kama una watoto hujaoa, una mke au una mume hujaolewa, chochote unachofanya, angalia sana. Kila watakuja ukifanya watoto wako kile. Inategemea unafanya jema au baya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana asifiwe. Anasema wasio haki wamejitenga tangu kuzaliwa kwao. Tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Tangu tumboni wamepotea wakisema uongo. Toka kuzaliwa tumboni wanasema uongo. Asili ya kuzaliwa. Jina la Yesu libarikiwe. Hii ni asili ya kuzaliwa. Asili ya kuzaliwa. Kama mtu anaweza kutoka tumboni kusema uongo, mtu anaweza kutengwa kutoka tumboni pia kufanya kazi ya Mungu. Mtu anaweza kutengwa pia kutoka tumboni kwa ajili ya uasherati. Yaani amekuja kahaba kutoka tumboni. Yaani wewe umezaliwa, hutaki kufanya ukahaba lakini unavutwa. Si wote wanaofanya mambo mabaya wanatamani kuyafanya haya. Lakini wanavutwa na asili za kuzaliwa kwao. Kuna mtu anakuambia sitaki kuwa mganga, lakini mashetani yananisumbua, ananiambia lazima nipokee uganga. Nini ametengwa kutoka tumboni? Yeye hataki lakini analazimishwa kufanya. Leo nataka tukakata hiyo hali katika jina la Yesu. Jina la Yesu libariki sana. Nataka tukakata hiyo hali leo katika jina la Yesu Kristo. Lakini tunaona ile Zaburi ya 71 mstari wa 6. Zaburi ya 71 mstari wa 6. Zaburi ya 71 mstari wake ule wa 6. Zaburi ya 71 mstari wake ule wa 6. Biblia inasema, nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa kwangu, ndiye uliyenitoa tumboni mwa mama yangu. Ninakusifu wewe daima. Mstari wa 6 sema hivi, nimekutegemea wewe tangu kuzaliwa kwangu, ndiwe uliyenitoa tumboni mwa mama yangu. Ninakusifu wewe daima. Hapa mtunzi anasema wa Zaburi hii, anasema nimekutegemea wewe toka niko tumboni. Kama mtu anaweza kumtegemea Mungu toka akiwa tumboni, wapo watu wanaweza kutegemea uganga toka wako tumboni. Wapo wanaweza kutegemea mizimu toka wako tumboni. Naongea kwa habari ya kuzaliwa kwako. Maana yake alimtegemeaje Mungu wakati yuko tumboni? Mama yake. Pengine kwa mtu wa maombi, alikuwa mtu wa kusali, alikuwa mtu anatafuta Mungu. Baada ya kuona, unaona kwenye Zaburi ya 50 ngapi pale, Daudi anasema mama yangu alichukua mimba hatiani, namna hiyo. Zaburi ya kama 53, 53. Huyu mama baada ya kuona pengine amekosea, akaanza kuishi maisha ya utakatifu, wengine kumtuza mtoto tumboni, kuomba naye namna hiyo. Kwa Daudi akajengwa tumboni mwa mama yake, toka tumboni mwa mama yake. Nimejifunza kukutegemea wewe toka tumboni mwa mama yangu. Jina la Yesu bariki sana. Asili ya kuzaliwa. Nataka tukaombe leo. Jiandae kuomba ili tukavunje kila asili ya kuzaliwa inakutesa wewe. Lakini pia Yeremia 22 mstari wake ule wa 26. Yeremia 22 mstari wake ule wa 26. Yeremia 22 mstari wake ule wa 26. Biblia inasema, nami nitakutupa nje wewe na mama yako aliyekuzaa, mwende nchi nyingine ambayo hamkuzaliwa huko, nanyi mtakufa huko. Sikiliza hichi kitu vizuri. Nami nitakutupa nje wewe na mama yako aliyekuzaa, mwende nchi nyingine ambayo hamkuzaliwa huko, nanyi mtakufa huko. Kwa sababu mama yako aliyekuzaa au aliyekuweka tumboni alikuwa ni mtu mkaidi, alikuwa ni mtu asiyempenda Mungu, alikuwa ni mtu asiyemtumikia Mungu, alikuwa ni mtu anayefanya uganga, alikuwa ni mtu anayefanya mambo ya ukahaba, alikuwa anafanya mambo ya ajabu. Kwa hiyo kutoka ukiwa uko tumboni na ulipozaliwa, maandiko yanasema hapa, Mungu anasema hapa, nami nitakutupa wewe na mama yako aliyekuzaa. Maana yake hicho kizazi nitakifuta kabisa.
Kuna mtu hapo anateseka kwa ajili ya asili ya kuzaliwa. Kwa nini Mungu anasema kwamba nitakutupa nchi wewe na mama yako kuzaa? Nitakutupa nchi, mwende nchi mkatupe nchi kabisa, mna huko hiyo nchi ambayo hakuzaliwa huko. Mkao na huko mtakufa, hamtaongezeka huko pia. Bwana asifiwe. Bwana msaidie sana. Nataka tukaombe. Hiyo hukumu ilitoka kwa ajili ya mama, kwa ajili ya baba, lakini wewe Mungu akupe neema ya kuishi katika jina la Yesu. Mungu akupe neema ya kufanya makubwa katika jina la Yesu. Haijalishi dhambi ambazo kila mmoja anachukua furushi yake mwenyewe. Haijalishi baba alikosea yeye. Ili mimi nimeletwa duniani. Sitamtumikia shetani katika jina la Yesu. Mama alikosea yeye. Naweza kuomba toba akiwa yuko hai, naomba toba kwa ajili yake na Mungu anamrehemu na Mungu atamkumbuka. Mungu ni mwenye rehema, atamkumbuka na atamsamehe na atamsafisha. Ndio kazi ya msalaba, kuwatoa watu katika giza, kuwaweka katika nuru katika jina la Yesu. Kwa ukitambua mambo haya, utaomba kwa ajili ya mama yako, utaomba kwa ajili ya baba yako, na nitakuongoza maombi hapa. Utaomba sawa sawa. Omba pale ulipo, kwenye gari yako, kwenye ofisi yako, kwa wapi, omba pale ulipo. Tuombe pamoja katika jina la Yesu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Je, unautaka msaada wa Mungu? Umeshajua asili ya kuzaliwa kwako? Umeshajua kwa nini unateseka? Umeshajua kwa nini unapita katika shida? Umeshajua kwa nini unapita katika madeni? Umeshajua kwa nini unapita katika misukosuko? Kwani ni ndoto zako ulizobeba na asili ya kuzaliwa kwako. Kuna mengine hakuna uchawi. Hakuna wachawi na kuroga wengine. Yaani mengine ni mateso yametokea kwenye familia. Hakuna anayeinuka nakwambia. Kwa maana mzima inainuka inasema hapa hainuki. Ila utainuka katika jina la Yesu Kristo. Wamtumainio Bwana ni kama mlima wa Sayuni, ambao wao hawatatikisika milele, wanakaa milele hawatikisiki. Maana yake kuna mtikisiko unaweza ukatokea, lakini maadamu tunamtumikia Bwana, maadamu tunamtumainia Bwana, hatutatikisika kamwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Zaburi 46 tuone pale. Zaburi 46 tuone pale. Zaburi 46 tuone pale. Zaburi 46 mstari wa kwanza. Anasema Mungu kwetu si kimbilio na nguvu, msaada utaonekana tena wakati wa mateso. Kwa hiyo hatutaogopa ijapobadilika nchi, ijapotetemeka milima moyoni mwa bahari, maji yake ijapovuma sana na kumuka, ijapopepesuka milima kwa kiburi chake. Kuna mto na vijito vya ufurahisha mji wa Mungu, patakatifu maskani yake aliye juu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu kwetu ni kimbilio na nguvu wakati wa mateso. Hiyo saa ambayo uko mateso na Mungu anataka kuleta msaada hapo. Hiyo saa ambayo unaona hapo, unaona umeshindwa na Mungu anataka kuleta msaada hapo. Hiyo saa ambayo unaona asili ya kuzaliwa kwako inazungumza sana, mambo ya kuzaliwa kwako yanakupatia sana, hiyo ndio saa Mungu anataka kuleta msaada hapo. Nataka niombe msaada Mungu uje hapo, ukutenganishe kati yako wewe na mama yako, ukutenganishe kati yako wewe na baba yako, ukutenganishe kati yeye na bibi yako, ukutenganishe kati wewe na familia yako, ukutenganishe kwa namna ya kiroho. Mungu akakusamisha kwa namna tofauti. Asili ya kuzaliwa kwenu usizungumze katika jina la Yesu Kristo. Uko tayari? Tuombe, mpigie Yesu makofi kama uko tayari. Unaweza ukasimama pale ulipo ukaomba. Kama una familia yako pale, unaweza ukakamata watoto wako pale, tuombe watoto wako. Kama uko biashara yako, kamata biashara yako. Kama ikamatiki yote kwa jumla, kamata vichache namna hii. Ombea asili ya kuzaliwa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Uko na watoto, kumbatia watoto wako pale. Uko na usafiri wako pale, paki gari yako pale, tulia pale pembeni. Tuingie kwenye kuomba. Nguvu ya Mungu itakuhudumia hapo ulipo katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu hai. Ni Mungu ambaye umetupa maarifa, umetupa na akili ya kupata utajiri, lakini umetupa na mikono ya kufanya kazi kwa bidii, umetupa na macho ya kuona fursa, lakini asili ya kuzaliwa imekuwa ikizungumza, imekuwa ikituvuta usiku na mchana, imekuwa ikitukandamiza. Wengine maono tuliyobeba, wengine maono aliyobeba, ana maono ya kuwa mkuu huyu, na ndio maana anarudishwa nyuma kila siku. Watu wanampiga vita, watu wanatamani kumwangamiza, watu wanatamani kumuua, watu wanatamani kumteketeza. Katika jina la Yesu Kristo naombea asubuhi ya leo, katika jina la Yesu Kristo, neema yako toka juu ikamsaidia pale alipo katika jina la Yesu. Nasikia fulani ndani yangu, Mungu anaenda kukusaidia pale. Hebu endelea kuomba katika jina la Yesu. Omba pale ulipo, kumbatia watoto wako katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, niko hapa na watoto wangu hawa, asili ya kuzaliwa kwetu. Kwenye familia tumeteswa sana, kwenye familia tumenyanyasika sana, kwenye familia tumehangaika sana. Mateso ya familia yamekuwa ni mengi, milango haifunguki, mabalaa kila kukicha, magonjwa kila kukicha, laana kila kukicha. Tukitoka ni mabalaa, tukiingia ni misiba. Tunakata hiyo hali katika jina la Yesu. Asili ya kuzaliwa kwetu tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Tunaikataa katika jina la Yesu Kristo. Asili ya kuzaliwa, ile asili ya kipagani, ile asili ya kibena, ile asili ya kiha, ile asili ya kinyamwezi, ile asili ya kikaguru, ile asili ya kigogo, ile asili ya kisambaa, ile asili ya kidigo, ile asili ya kizalamo, ile asili ya kibengeleko, ile asili ya kinyaturu, ile asili ya kimangati, ile asili ya kimasai, ile asili ya kikuria, ile asili
asili ya Kibarabaigi, ile asili ya Kiiraki, ile asili kwa jina la Yesu inayozungumza kwa jina la Yesu, asili ya Kibondei, hiyo asili kwa jina la Yesu Kristo, asili ya Tomea Wasafa, hiyo asili kwa jina la Yesu Kristo, hiyo asili ya watu wa Kigoma kwa jina la Yesu Kristo, hiyo asili ambayo inatesa familia yako isitese maisha yako kuanzia leo, wewe na watoto wako na maisha yako. Mungu atume msaada pale, 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 akunyanyue, akutetee, akuchomoe, akutoe kwenye ile shimo ambalo familia ilichimbiwa pale, akutoe kwenye ile kaburi ambayo familia iliwekwa pale, kwenye neza ambayo familia iliwekwa pale, ikafungiwa matatizo, machangamoto. Kila changamoto ni za kwenu, mmekuwa kama nyendo maabara ya kupimiwa matatizo. Kila tatizo linapokuja linaanzia kwenu, mikosi inaanzia kwenu, kutokuolewa kunaanzia kwenu, kutokuwa kunaanzia kwenu, kutokupata kazi kunaanzia kwenu. Je, mambo yote ndio mambo mabaya, historia yako inabadilika katika jina la Yesu Kristo. Maana kwa kupigwa kwake Yesu Kristo sisi tumepona, na alikuja duniani ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao huo uzima tele katika jina la Yesu Kristo. Ninaombea uzima tele kwenye maisha yako. Asili yako isikufungamanishe na magonjwa tena, asili yako isikufungamanishe na mauti tena, asili yako isikufungamanishe na machozi tena, usilie tena, acha kulia, inuka, anza kuamini, songa mbele katika jina la Yesu Kristo. Naona mashujaa hapa wanainuka na familia yake, na upako umeshuka kwenye ile familia pale. Kuna watu wanaomba, omba pale ulipo kazini, omba pale ulipo kwa jina la Yesu. Ushangae watu, ushangaike watu wakikushangaa. Omba maombi yako kwa jina la Yesu. Asili ya kuzaliwa kwako, asili ya kuzaliwa kwako, tunakata hiyo asili, tunakata hiyo asili, tunakata hiyo asili, tunakata hiyo asili. Hicho kitovu chako ambacho kimeunganika na mama yako, asili ya kuzaliwa ile mama yako, upande wa baba, upande wa mama, ile asili ambayo inatesa maisha yako, na kata kwenye Mungu wa roho kwa jina la Yesu Kristo. Kamata kitovu chako, vitovu vya watoto wako, ambia wakamata vitovu. Tunakatakata hiyo asili ya kuzaliwa, maisha yaliyopitia bibi, mateso yaliyopitia bibi, usiyapitie wewe. Inuka uangaze kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti mule hai, katika jina la Yesu Kristo. Yale mabaya yaliyopitia ni ya kwao, ile misiba yaliyopitia ni ya kwao, ile mauti yaliyopitia ni ya kwao, ile kushindwa yaliyopitia ni kwa kwao. Wewe hautashindwa, wewe ni mshindi, maana imeandikwa tunaweza mambo yote katika yeye atutie nguvu. Yuko Mungu akuwezeshaye, yuko Mungu akusaidiaye, huyu Mungu atuwezeshaye kuyafanya makubwa, akakusaidie na wewe kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema kwa jina la Yesu. Pokea neema pale kazini, pokea neema katika jina la Yesu. Hatima yako na maombi yako, hatima yako na maombi yako, maombi yako, hatima yako inahitaji maombi, hatima yako inahitaji maombi. Ombea hatima yako kwa jina la Yesu. Ndoto yako, mtazamo, vision yako kwa jina la Yesu. Tamka neno la kinabii pale, jitamilie kwamba sitafia hapa, sitafia gerezani, sitafia kwa Potifa, kwa jina la Yesu Kristo. Ninaenda kwenye nafasi yangu, ninaenda kwenye nafasi yangu, ninaenda kwenye nafasi yangu, sitabaki kama nilivyo. Ninaenda ngambo ya pili kwa jina la Yesu, ninaenda ngambo ya pili katika jina la Yesu, ninaenda ngambo ya pili katika jina la Yesu. Wako watu wanavuka, wanaenda ngambo hapa na watoto wao. Vuka, nenda ngambo na watoto wako, vuka, nenda ngambo na maisha yako kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akutetee na kukulinda, asinyamaze kwa ajili ya maisha yako. Amesema katika Isaya ile 22 ya kwamba kwa ajili ya mtoto huyu, kwa ajili ya Yerusalemu, kwa ajili ya Sayuni, sitanyamaza wala sitatulia. Mungu asinyamaze kwa ajili yako mpaka asili ya kuzaliwa kwako inapokuachilia, madeni yanapoondoka, mikosi inapoondoka, mauti zinapoondoka, misiba inapoondoka, laana zinapoondoka, mateso yanapoondoka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, Baba, katika jina la Yesu, sema Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Nimesikia neno lako ya Bwana, nimeiona asili ya kuzaliwa kwangu imekuwa ikizungumza sana. Mateso ni makali mno, lakini umesema mateso mwenye haki yajapokuwa ni mengi, Mungu utamuokoa nayo. Niokoe Bwana katika jina la Yesu. Niko hapa Mungu hai, natamani kuyatenda yaliyo mema. Nianze kuyatenda mema katika jina la Yesu. Yale mabaya nisiyatende tena katika jina la Yesu. Nitembee ndani ya ulinzi wako, nitembee ndani ya damu yako siku zote za maisha yangu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu hai, na Mungu akubariki sana, akubariki sana. Na muda huu natamani kutoa sadaka yako. Inua sadaka yako siku yetu ya mwisho. Kama sadaka namna hii katika jina la Yesu, utaituma kwa namba ambazo zinapita hapo chini katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Inua sadaka namna hii katika jina la Yesu Kristo. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninaombea sadaka yangu hii. Mungu uliye hai, kama kuna sadaka ambazo zilitumika kunifungamanisha na giza, kunifungamanisha na mauti, kunifunganisha na asili ya kuzaliwa kwetu, kupitia sadaka hii inakata hiyo asili katika jina la Yesu. Napotoa sadaka yangu hii Bwana Mungu, asili yangu ikafunguliwe nikawe huru katika jina la Yesu Kristo. Na Mungu wa mbinguni akubariki na kukulinda kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Pokea baraka za Mungu katika jina la Yesu. Amen. 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 Amen.